Alijua. Unaona huyu mwanangu, nimekaa na yeye kwa hii kanisa, hakuwahi kutoka kwa madharau. Unaona huyu ana baraka zangu. Amen. Alikaa hapa unapopaona na akatoka vizuri sana. Amen. Na sijawahi msikia nye. Twende. Okay, huyu kijana ni mtoto wa sister yangu mkubwa. Si nyumbani, tulizaliwa tukiwa 9. So kuna msichana mwenye nafuata mkubwa wangu. Huyu ndo first born wake. Sasa huyu kijana alizaliwa lakini amelelewa na mama yangu. Ambaye sasa amekuwa marehemu. Kuna wengine wanamjua, alikuwa akija hapa baada akatuacha. So huyu kijana amelelewa na mama na nyanya yake. Hajajua malezi ya babake ama mama yake. Anajua pia nyanya yake ndio alikuwa kama mzazi wake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati mama alipogonjeka, huyu kijana aliteseka sana. Baada ya kutuacha, huyu kijana alilia sana kwa sababu alijua hiyo ndio mwisho wa maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Alilia vibaya sana hata kuliko sisi, kwa sababu yeye ndo alikuwa amemshikilia na akatuacha. Sasa mama yangu akiaga, huyu kijana alikuwa class 8. Alikuwa tubakia kama mwezi mmoja afanye mtihani wa KCPE. Baada ya kumaliza mtihani wake, ikabidi tumchangie tumpeleke Village Polytechnic. Huyu kijana kangangana, lakini masomo yake ikashindikana, akaacha kusoma. Sasa akawa anahangaika tu kutafuta barua kule nyumbani. Kazi yote yeye anafanya, kazi yote ya mkono. Sasa kuna venye yani anapitia ni ile sasa, yani mtu huwa anajua maisha yake venye anapitia. Usilie kijana. Sasa sisi ndo watu namsaidia. Kuna bradangu mkubwa ndo anaishi na yeye nyumbani. Sasa alikuja huko kuna kama 3 weeks. Usilie. Akaja huko anasema amekuja kufanya kazi. Sasa kuna hii last week kuna message, kuna ujumbe alitumana kwa Facebook akapost. Alipopost mimi nikaangalia, nikapata ameandika pale juu kufikia, yani anasema huu mwaka usiishe akiwa bado ako hai hapa duniani. Na akasema sitaki maswali kwa sababu nimechoka maisha ya kuonewa. Hivyo ndo alikuwa ameandika pale juu. Watu wengi sana wakakomenti, mpaka wengine wakanipigia simu, mbona huyu kijana ni mdogo na anatuma message kama hiyo? Itabidi mkanishe muhoji, kwa sababu kuna vitu zenye anapitia, ndio maana hajaandika bure ule ujumbe. Kuna kitu anapitia. Kwa hiyo inahitaji uwe makini kukaa na yeye na kumsikiliza chenye anapitia. But mimi sijapata time ya hiyo. Hata ilikuwa hii leo ni Mungu tu, yani ni kama ni Mungu amemuongoza, kwa sababu mimi hata nilikuwa bado nimelala asubuhi. Nikamsikia akigonga mlango. Sasa nikamfungulia. Kufungua anasema amenifuata nimlete kanisani. Mungu anapenda watu wake bwana. Wacha nimteze mimi. Mungu anaokoa roho za watu bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata sikuwa nimetarajia. Sasa yeye akanifuata asubuhi akaniambia nataka kuja nimlete kanisani. Alikuwa akija hapa na nyanya yake. Ile kule nyuma baada anasema ni kitambo amesahau ajui njia ya kuja huko. Sasa mimi nikajitayarisha pale, nikakula na yeye, nikamwambia twende. Sasa kule njiani akaniambia mimi naenda kumwambia pastor aniombee nataka kuokoka. Sijamuuliza ile ujumbe kwa nini aliandika hivyo, bado sijamuuliza, lakini yeye mwenyewe sasa ndo anajua kwa nini mpaka amekuja mpaka kanisani. Atasema baadaye wakati kama roho yake inakuja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mkiomba mkumbuke kwa maombi, kwa sababu ni mengi anapitia. Ashaokoka. Hakuna lolote tena. Shetani ambaye alipata kumaliza maisha. Unaishi wapi? Anakaa na nani sasa? Huwa anaishi na sister yangu mdogo mwenye anampata hivi sana. Kuna yule kuna mimi, alafu kuna Nelson, kuna wengine wanamjua hata Joshua anamjua Nelson. Alafu after Nelson kuna sister yangu mwingine ndio Eliza yule mwenye anakuja hapo yule mweupe. Anafanya kazi? Huyu sasa kwa sasa anafanya tu vibarua tu kazi ya mjengo. Anashikilia. So ukipata mahali popote pana hitaji mtu wa kazi, huyu kijana mtafutieni kazi.
Sawa? Yoyote. Hakuna simu. Hakuna simu yake. So nitakuwa nawasiliana naye mara kwa mara. Pake ndani yake vizuri sana. Sitakuacha kwa sababu kuna wewe. Sawa? Sikate tamaa. Mungu amekuokoa. Amekuleta hapa na sababu. Na hautakufa tena, utatuletea ndoa hapa na utakuwa umejipanga. Amen. So mpaka tufanikiwe utakuja kutushuhudia. Amen. Mungu akubariki. Mungu akubariki sana. Wewe ni mama na roho nzuri. Yaani wewe unapata mwanaume mwenye roho nzuri kama yako. Usipate kinawaka. Nenda.